baada ya muda usiokuwa mrefu. Lakini kwanza mtazamaji, familia moja inayoishi katika wadi ya Junju, eneo bunge la Kilifi Kusini, kaunti ya Kilifi, inalilia haki baada ya mwana wao wa miaka 15 kufariki kutokana na adhabu aliyopewa na mwalimu katika shule ya msingi ya Gongoni, eneo la Vipingo. Kulingana na ripoti ya upasuaji wa maiti, marehemu Ernestine Zinza Tunje, mwanafunzi wa gredi ya 8, alifariki kutokana na kuvuja damu baada ya kugongwa kichwani, hali inayosemekana kusababishwa na kichapo kutoka kwa mwalimu. Akizungumza na wanahabari nje ya makafani ya hospitali ya rufaa ya Kilifi baada ya kupokea ripoti ya upasuaji, babake marehemu Alex Tunje amesema kuwa mwanawe alianza kuhisi maumivu kichwani na kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Kilifi, huku familia hiyo ikieleza kushtuka baada ya matokeo ya ripoti ya daktari iliyobainisha kuwa marehemu alikuwa anavunja damu kwenye ubongo. Familia hiyo pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu inaitaka serikali kuingilia kati na kumchukulia hatua mwalimu husika. Naibu kamishna wa Kilifi Kaskazini Samuel Mutisia amewataka walimu kufuata sheria, akisisitiza kuwa uchunguzi unaendelea na mwalimu husika atachukuliwa hatua. Jumatano hiyo, Alhamisi kitu saa ngapi hiyo, saa 6 kama tem kama hii, nampata yuko hali mbaya kabisa. Kabidi nikamwambia kuna daktari mkubwa amekuja, nikamfuata paka huko aliko. Nikamfuata, alipoongea naye akasema acha nakuja. Akaja kufika hapo akasema huyu basi hata heri ende ICU. Nikamchukua kumweka akaenda pale kwa ICU. Kufika kitu saa 11 ile asubuhi ya Alhamisi hiyo sasa, na madaktari wakaja wakaniambia mtoto wako ameshindwa. Tunashindwa ni jinsi gani mwalimu anaweza kuadhibu mtoto kwa kumgonga kwa kichwa. Na singesema hivyo ni kwa sababu tumetoka postmortem right now, na ripoti ya daktari imetoka, inaonyesha kwamba yule msichana alikuwa na internal bleeding kwa kichwa, kama vile venye CT scan ilikuwa imeeleza pale mwanzo. Mimi kama mwalimu siwezi punish mtoto namna hiyo. Siwezi kabisa sababu mimi ni mzazi. Na tunafundisha kwamba kama uko na hasira zako nyumbani, usiwahi ingia darasani, afadhali ukae staff room. Nilihuzunika na kifo cha Ernestine, mjukuu wangu. Mpaka sasa hii habari ambazo tuko nazo za uhakika ni kwamba mwalimu yule hajashikwa wala hajawekwa korokoroni. Ni jambo la kustaajabisha kusikia polisi wanasema ya kwamba hata wanasubiri postmortem report itoke ndio wao waweze kumshika yule mwalimu. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo tutakuwa tunaendelea kuifuatilia.